linalotoka ni kitabu cha waraka wa pili wa Korinto, sura ile ya 5 mstari wa 17. Waraka wa pili wa Korinto sura ya 5 mstari wa 17. Hapo ndipo tunapata neno la siku ya leo. Naomba aliyepata asome tafadhali. Waraka wa pili wa Korinto sura ya 5 mstari wa 17. Nitaomba kwa ajili ya neno la Mungu. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa neno lako. Ninapokwenda kulisema, Roho Mtakatifu kanithibitishe kwa utukufu wako Yesu. Naomba haya machache nikiweka mbele zako. Wote tuseme amen. Amen. Amina. Maandiko yanasema, mnifuatishe nyuma yangu. Maandiko yanasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Turudie tena, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Nini ambacho siku ya leo Bwana anataka kusema nasi? Kama unaandika ujumbe, andika kiumbe kipya. Kiumbe kipya. A new creature. Kiumbe kipya. A new creature. Tutajifunza jambo ambalo kwa akili ya kawaida halieleweki, lakini kwa akili ya rohoni utaelewa. Mambo ya imani, mambo ya rohoni, wakati mwingine kwa akili za kawaida panagoma, panakataa, lakini kwa akili ya rohoni utanielewa. Akili ya rohoni ikielewa, itaisaidia akili ya mwilini kuyaishi ya rohoni kama vile roho inavyotaka. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Wewe uliye ndani ya Kristo Yesu, wewe ni kiumbe kipya. Wewe ni kiumbe kipya, tena ya kale yamepita. Haijalishi zamani ulikuwa unafanya nini, haijalishi tabia na mwenendo wa zamani ulikuwaje. Unapoingia tu ndani ya Yesu Kristo unakuwa kiumbe kipya. Wote walioingia ndani ya Kristo Yesu wamekuwa kiumbe kipya. Ni kwa nini wanakuwa kiumbe kipya? Baada ya uzao wa Adamu kukosea katika bustani ya Edeni, Mungu akaandaa mpango wa kuumba tena kiumbe ambaye atamheshimu, atamwabudu na atamtii. Na huyo kiumbe aliyeumbwa baada ya Adamu kukosea ni wewe na mimi tuliyempokea Yesu. Ndio maana tunafanyika kiumbe kipya, sio kiumbe kiliopatikana kwa mapenzi ya mwili, sio kiumbe kilichozaliwa kwa namna ya mwilini, ni kiumbe kilichozaliwa kwa namna ya rohoni. Wewe ni uzao mpya, wewe ni uzao mteule. Unaposoma neno la Mungu kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 9, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 9, anasema basi ninyi ni uzao mteule, yaani katikati ya uzao ulioko duniani
ni uzao mteule. Mungu amekuteua uwe kiumbe kipya. Uzao mteule umechomolewa katika uzao wa Adamu, halafu Bwana akakufanya uwe kiumbe kipya. Jambo hili ni jambo la fahari sana, maana ukibaki kuwa kiumbe cha zamani haiwezekani kuishinda hii dunia. Ukibaki kuwa kiumbe cha zamani chenye asili ya dhambi ya Adamu haiwezekani kushinda dhambi. Na ndio maana Kristo Yesu alipotuokoa akatufanya kiumbe kipya. Ni viumbe vipya tunaishi kwenye dunia ile ile kwa namna mpya, na muda si mrefu Yesu atatuondoa kwenye dunia hii na kutupeleka kwenye eneo ambalo amekusudia tuishi, kwenye eneo ambalo ni mahali petu, kwenye eneo ambalo Mungu amekusudia tukatimize majukumu yetu milele na milele, bila hofu, bila shida, bila mateso, kwa sababu tutakuwa pamoja na Bwana milele na milele. Lakini hata hapa sasa Bwana ametugeuza sisi ni viumbe vipya. Amen. Maneno haya hayaeleweki hata kwa watu wenye elimu za dini. Elimu za dini ni ngumu kupokea jambo hili, na ndio maana hata Yesu alipomtembelea mtu mmoja, jina lake anaitwa Nikodemo, alipomtembelea Nikodemo akamwambia, Nikodemo, kuna habari ya kuzaliwa mara ya pili. Nikodemo akashangaa, kuzaliwa mara ya pili? Na Wakristo wengi wanashangaa pia, na watu wengi wanashangaa pia napoambia inakupasa uzaliwe mara ya pili. Hapo tunazungumzia uwe kiumbe kipya. Kwa hiyo Nikodemo akashangaa, inawezekanaje mimi na uzee wangu nirudi kwenye tumbo la mama yangu? Yesu alikuwa anamwambia kwa habari ya kuwa kiumbe kipya. Ili uwe kiumbe kipya ni lazima uzaliwe mara ya pili. Na kuzaliwa mara ya pili kulimchanganya Nikodemo. Na ndio maana hata leo napozungumza kuna wengine wanaochanganya na jambo hilo, kwamba kuzaliwa mara ya pili, kuwa kiumbe kipya kukoje. Fatana, utaelewa ni kwa jinsi gani umezaliwa mara ya pili, ni kwa jinsi gani wewe ni kiumbe kipya. Unajua kuna watoto hawajui ni kwa jinsi gani wameweza kuwa watoto, lakini anapokuwepo juu ya uso wa nchi anafundishwa aidha na mwalimu au na watu kwamba ni kwa jinsi hii umezaliwa, ni kwa jinsi hii